anasema na wengine kuwa wainjilisti. Nimesoma Biblia kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo. Sijawahi kumwona Yesu amesema nendeni mkawafanye watu kuwa wainjilisti. Ina maana leo wainjilisti wote ni mpango wa shetani. Mungu akubariki sana. Na ndio maana nilikutana na mwinjilisti, sasa mimi ni mwinjilisti wa Bwana, nikwambia wewe kale maharage huko na makande, acha kutuambia utumbo ambao hauelewi. Unajua maana ya mwinjilisti? Mwinjilisti unaujua maana yake? Kama unamaanisha ya kwamba mwinjilisti ni kuhubiri injili, hiyo ndio wanafunzi wa Yesu. Sisi ndio tunahubiri injili. Ina maana sisi wote ni wainjili wa Yesu Kristo. Mungu akubariki sana. Sio ananiambia tu mimi ni mwinjilisti, nimetumwa na Bwana. Wewe toa uongo wako hapa. Yesu hajatuma uinjilisti, anasema enendeni mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Walioenda ni wakina nani? Wanafunzi wa Yesu. Sema amen. Enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, sio wainjilisti. Enendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu, sio wa Kristo. Enendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu, sio watu waliofanywa washirika. Na ndio maana wanashangaa watu wamefanywa kuwa washirika. Sisi sio washirika wa mchungaji. Wewe ni mshirika wa Yesu Kristo. Nipungie mshirika wa Yesu Kristo. Na Mungu akubariki sana. Sisi hatujawa washirika wa mtu yoyote. Leo watu wamefanya kuwa washirika wa wachungaji, yatakufa machungaji yao na wao wenyewe wataenda motoni. Kama unasema kuona ngumu, sema amen. Sawa. Mungu akubariki sana. Ila mimi kwangu ni raha. Mungu akubariki sana. Kwangu ni burudani. Sema amen. Sema amen. Kwa na wengine kuwa wainjilisti. Hakuna sehemu yoyote ambayo Yesu alichagua wengine kuwa wainjilisti. Ina maana wainjilisti ni kazi ya kishetani. Na wengine kuwa wachungaji. Tunamuuliza Yesu, hivi wewe Yesu umechagua sehemu watu kuwa wachungaji? Au kuna eneo ambalo alisema watu wakawe wachungaji? Tunamuuliza Yesu. Ni mambo anayozungumza Paulo. Na ndio maana ameweka leo tofauti duniani. Mtu anamjikuta anajiita askofu, anajiita mchungaji, anajiita nabii, wanamwekea kiti mbele hapa mpaka sofa. Leo watu wamewajengea mpaka sofa. Anakaa kwenye sofa, anatikisa mguu wake, anatikisa kichwa chake, amekaa kwenye sofa, amekaa kwenye kiti kizuri. Wewe umekalia umekalia benchi lenye vumbi, yeye amekalia sofa linang'aa. Tena mbele yake kuna kaperfume kanatokea. Anakuambia mimi niko madhabahuni. Sasa wewe huyu yuko madhabahuni, wewe uko wapi? Kilingeni. Kwa sababu yeye anasema yuko madhabahuni na ameweka perfume mpaka ananukia vizuri. Wewe uliyekaa kwenye bench umekaa wapi? Uko wapi? Maana tayari wamewekewa matabaka. Na ndio maana haya yaliyoharibika duniani, watu wameshindwa kujua kweli ni ipi na uongo ni upi. Watu wameshindwa kujua mambo ya Mungu ni yapi na mambo ya kishetani ni yapi. Sema amen. Jana niliandika kitu fulani, namshukuru sana kaka Jose. Hebu pigieni makofi kaka Jose. Mungu akubariki sana. Aliniandikia, mimi nimeandikia tu ujumbe alafu akanitengenezea kitu kazuri kweli. Alafu nikakatuma kwenye mtandao. Nikaandika watu wa Mungu, Mungu apendezwe na mambo kama haya. Nikaanza kwa upande wa kina baba, kunyoa vibaya na kuvaa milegezo na kuvaa suruali iliyobana. Ndio makanisani, kanisa ya sasa hivi naenda kwenye makanisa utakuta visuruali vimebana, vimeshika. Tena ni mwenyekiti wa kwaya sasa huyo ambaye kasuruali kameshika. Yuko analia ni mwenyekiti wa nini? Wa kwaya. Mtoto wa mchungaji kasuruali kamebana, wallet imetuna. Utafikiri kuna hela, kumbe kuna makaratasi tu na mifuko ya rambo. Sasa mifuko ya rambo haipo. Manini haya